Tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huku tukitumaini kwamba mnaendelea vizuri, na hiyo ndio furaha yetu. Na basi tunawakaribisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa wale ambao wanazidi kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika masuala ya kisiasa, kiuchumi na hata kidiplomasia. Vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa kushirikiana na jeshi la Uganda UPDF vimeendesha operesheni ya pamoja ya kijeshi iliyowezesha kuokolewa kwa zaidi ya raia wapatao 200 ama desa civilo waliokuwa wakishikiliwa na kundi la wahasi mashariki mwa nchi, kulingana na uthibitisho rasmi kutoka kwa mamlaka za kijeshi kutoka nchini Uganda. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, operesheni hiyo ilifanyika katika siku za hivi karibuni iliyolenga kambi iliyokuwa ikikaliwa na wapiganaji wa Allied Democratic Forces yani ADF. Kundi hilo lenye asili ya Uganda limekuwa likifanya shughuli zake katika maeneo ya mashariki ya DRC kwa miaka kadhaa na lina uhusiano na dola ya Kiislamu ambalo lilipigia kiapo cha utii zaidi ya muongo mmoja uliopita. Vyanzo vya kijeshi vinaeleza kuwa raia waliokombolewa walikuwa wanashikiliwa mateka ndani ya kambi hiyo katika mazingira ambayo bado hayajawekwa wazi kikamilifu. Hadi sasa hakuna taarifa ya kina iliyotolewa kuhusu hasara yoyote kwa upande wa wapiganaji wala hali ya kiafya ya waliokombolewa baada ya kuachwa huru. Operesheni hii ni sehemu ya juhudi za pamoja kati ya Kinshasa na Kampala za kukabiliana na makundi ya silaha yanayofanya kazi katika maeneo ya mipakani yenye hali tete mashariki mwa Kongo. Ushirikiano huu wa kiusalama unalenga hasa kupunguza tishio linaloletwa na ADF pamoja na makundi mengine ya wahasi katika eneo hilo ambalo mara kwa mara hukumbwa na mashambulizi dhidi ya raia. Na mapigano yanayoendelea kati ya wahasi wa AFC M23 na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na wapiganaji wa Zalendo yanaendelea kusababisha kuhama kwa watu wengi katika eneo la Masisi, jimboni Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa na vyombo vingi vya habari, vinadai ya kuwa ni tangu tarehe 27 ya mwezi wa 3 mwaka huu, angalau vijiji 7 vimeachwa kabisa au kwa sehemu kubwa baada ya kuongezeka kwa mapigano. Vijiji hivyo ni Bitoi, Bukumbi, Mutindi, Kirambo, Bunyabaiti, Kashindi na Bulinda ambavyo viko katika grupu ya Mazaufa Mandu ya pili na Nyamaboko ya kwanza, na kwa sasa vimebaki ukiwa takriban bila wakazi. Kutokana na hali ya usalama kuzorota, maelfu ya raia wamelazimika kukimbilia katika eneo jirani la Walikale. Wakimbizi hao wamejikita zaidi katika maeneo ya Waloa Uroba na Waloa Luanda ambako hali ya maisha ni ngumu sana. Huko wengi wao wanahifadhiwa katika miundombinu ya muda kama vile shule na makanisa yaliyobadilishwa kuwa makazi ya dharura. Hali ya maisha inaelezwa kuwa mbaya, ikiwa na msongamano mkubwa wa watu na ukosefu wa huduma za msingi. Wengine wamekimbilia misituni bila msaada wowote wa kibinadamu, jambo linaloongeza hatari kwa maisha yao. Mashirika ya kiraia katika eneo hilo yanaonya kuhusu kuongezeka kwa mgogoro wa kibinadamu, yanaripoti upungufu mkubwa wa chakula, upatikanaji mdogo sana wa huduma za afya pamoja na uhaba mkubwa wa makazi yanayofaa. Makundi yaliyo hatarini zaidi ni watoto, wanawake, wazee na wagonjwa. Kati ya tarehe 9 hadi tarehe 10 ya mwezi huu wa 4 pia kulionekana mabadiliko mapya ya watu baada ya mapigano kuripotiwa katika eneo la Tushunguti. Hali hiyo ilisababisha pia wakazi kutoka Ufamandu ya kwanza huko jimboni Kivu Kaskazini na Ziralo huko jimboni Kivu Kusini kuelekea maeneo yale yale ya hifadhi huko Waloa Luanda, jambo lililoongeza shinikizo kwa jamii zinazowahifadhi wakimbizi. Kwa sababu ya hali hiyo, mashirika ya kiraia yanatoa wito wa haraka kwa serikali na washirika wa kibinadamu kuimarisha msaada kwa wakimbizi na kuongeza ulinzi wa raia katika eneo hilo ambalo linaendelea kukumbwa na migogoro yenye silaha.
Na kwa upande mwingine, mvua kubwa iliyochanganyika na upepo mkali ilipiga katika jiji la Bunia mkoani Ituri na kusababisha uharibifu mkubwa katika baadhi ya kambi za watu waliokimbia makazi yao. Kambi za Institut Supérieur Pédagogique ISP pamoja na eneo lake la upanuzi la Kigonze ndizo zilizoathirika zaidi. Maeneo haya mawili yanayohifadhi takriban watu wapatao 26,000 ama 26,000 personnes waliokimbia makazi yao yamepoteza sehemu kubwa ya makazi baada ya vibanda vingi kuharibiwa au kuangamizwa na upepo mkali. Kwa mujibu wa uchunguzi uliofanywa eneo la tukio, udhaifu wa miundombinu ya makazi hayo ndio chanzo kikuu cha uharibifu mkubwa uliotokea. Mengi katika makazi hayo ni ya mabati ya plastiki yaliyowekwa mwaka wa 2019 wakati wa wimbi kubwa la watu waliokimbia makazi yao kutokana na machafuko katika maeneo ya Jugu na Irumu. Baada ya miaka mingi ya jua kali na mvua, vifaa hivyo vimechakaa na kushindwa kustahimili hali mbaya ya hewa. Athari za kibinadamu ni kubwa. Familia nyingi zimekosa makazi, jambo linalozidisha hali ngumu za maisha ambayo tayari ni duni katika kambi hizo zilizojaa watu wengi. Viongozi wa wakimbizi wa ndani wameomba msaada wa haraka kutoka kwa mamlaka na mashirika ya kibinadamu ili kupatiwa makazi ya dharura na mahitaji ya msingi. Mvua hizi zimeharibu makazi ya familia nyingi. Hali ya maisha sasa ni ngumu sana kwa watu ambao tayari wako katika mazingira magumu. Wanaomba msaada wa haraka kabla hali haijawa mbaya zaidi. Na alisikika akisema mwakilishi mmoja wa wakimbizi ambaye aliitwa kwa jina la Olivier Bavi Karba. Janga hili la asili linakuja kuongezea katika mgogoro wa kibinadamu unaoendelea kwa muda mrefu katika eneo hilo, ambapo maelfu ya raia bado wanaishi mbali na makazi yao ya asili kutokana na ukosefu wa usalama unaoendelea. Wakimbizi hawa wanahakisi awamu mpya ya mgogoro wa Ituri ambao umeendelea tangu mwishoni mwa miaka ya 1990 ukihusisha mapigano ya mara kwa mara kati ya makundi ya wahasi na migogoro ya kijamii. Katika hali hii, mahitaji ya kibinadamu yanaongezeka kwa kasi. Zaidi ya chakula, wakimbizi wanahitaji sana makazi ya dharura na vitu vya msingi vya maisha ili kukabiliana na mvua na hali mbaya ya hewa. Wadau wa misaada ya kibinadamu wanaonya kuwa bila hatua za haraka, msongamano na hali duni ya usafi inaweza kusababisha kuibuka kwa magonjwa, hasa yale yanayoenezwa na maji katika kambi hizi zilizojaa sana watu. Na katika masuala ya kidiplomasia, mvutano wa kidiplomasia unaonekana kujitokeza kati ya Rwanda na Marekani baada ya rais wa Rwanda Paul Kagame kushindwa kufanya ziara iliyokuwa imepangwa nchini Marekani. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vinavyofanana, vinadai kuwa mkuu huyo wa nchi ya Rwanda alitarajiwa kusafiri wiki iliyopita kuelekea Austin katika jimbo la Texas kushiriki katika shughuli za kuibuka 32 ikiwa ni kumbukumbu ya miaka 32 ama 32 tangu mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi nchini Rwanda. Ratiba yake pia ilijumuisha safari kuelekea Carolina Kaskazini ambako alipaswa kuhudhuria mechi ya mpira wa kikapu pamoja na kushiriki katika hafla rasmi ya kukuza utalii na kuimarisha uhusiano kati ya Rwanda na Marekani. Hata hivyo, safari hizi hazikufanyika kama ilivyopangwa. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, mamlaka za Marekani hazikutoa ruhusa kwa rais huyo kuingia katika ardhi ya nchi hiyo, ingawa hakuna maelezo rasmi yaliyotolewa kueleza sababu za uamuzi huo. Hali hii imeibua tafsiri tofauti miongoni mwa wachambuzi. Baadhi yao wanaona kuwa huenda uamuzi huo unahusiana na matamshi ya hivi karibuni ya Rais Kagame kuhusu masuala nyeti ya kidiplomasia ambayo yanaweza kuwa yameathiri uhusiano kati ya Kigali na Washington. Hadi sasa hakuna tamko rasmi la kina lililotolewa na upande wa Rwanda wala Marekani, hali inayozua sintofahamu kuhusu sababu halisi za uamuzi huo pamoja na athari zake katika mahusiano ya nchi hizi mbili. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa wale ambao wanazidi kutengeneza vichwa vya habari katika upande za kisiasa, kiusalama na hata kidiplomasia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tunakuomba ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kuhabarika zaidi, na basi tukutane kwa majaliwa. Asante.